Kwa sasa mtandao wa TikTok umekombolewa rasmi kule Marekani na makubaliano mapya ya Trump na Xi Jinping yameshafikiwa tayari. Habari kubwa duniani leo ni hatima ya TikTok nchini Marekani imepata mwelekeo mpya. Baada ya miezi ya mvutano, Marekani na China hatimaye wamefikia makubaliano ya msingi juu ya kuhamishia TikTok chini ya udhibiti wa Marekani. Hii ni hatua ambayo inazua uwezekano wa marufuku moja kwa moja. Sasa kumbuka jambo moja, TikTok imekuwa kitovu cha mjadala mkubwa wa kisiasa na kibiashara. Marekani ikiongozwa na Rais Donald Trump ilidai kwamba umiliki wa TikTok na kampuni ya China ya ByteDance ni tishio kwa usalama wa taifa. Hali hii ilisababisha vitisho vya kufungiwa nchini Marekani kama hatua ya kulinda data na faragha za raia wake. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Marekani na China sasa wamefikia makubaliano ya mfumo wa kuhamishia TikTok chini ya udhibiti wa Marekani. Viongozi wawili, Rais Trump na Xi Jinping, wanatarajia kuthibitisha makubaliano haya kupitia mawasiliano ya simu siku ya Ijumaa ambayo yatakamilishwa. Wawakilishi wa Marekani wanasema kwa pande mbili tayari zimekubaliana na kinachosubiriwa ni kuthibitisha tu masharti ya mwisho ambayo wameyafikia. Sasa awali TikTok ikikabiliwa na marufuku ya moja kwa moja kuanzia Septemba 17 endapo ByteDance isingekubali uhamisho. Hata hivyo, waziri wa fedha wa Marekani ndugu Scott Bessent ametangaza kuwa muda unaweza kuongezwa ili kuimarisha makubaliano kwa utulivu, ingawa hakueleza masharti ya kibiashara ambayo yamefikiwa kwenye makubaliano hayo. Yeye amesema wazi kuwa huu ni mchakato kati ya kampuni binafsi mbili na si jambo la kisiasa peke yake. Kwa mamilioni ya watumiaji wa TikTok nchini Marekani, hii ni habari ya kutuliza. Hatari ya kupoteza jukwaa maarufu la video fupi sasa inaonekana kupungua kwa makampuni yenyewe. Hii ni nafasi ya kuendeleza kukua katika soko kubwa zaidi duniani bila kizuizi kikubwa cha kisiasa. Pia makubaliano haya yanaweza kufungua milango kwa ushirikiano mpya kati ya makampuni ya Marekani na TikTok katika teknolojia na matangazo ambayo yapo ulimwenguni kote. Lakini hii si tu habari ya biashara, ni pia sehemu ya siasa za kimataifa kati ya Marekani na China. Uamuzi huu unakuja wakati mataifa haya mawili makubwa yakishindana katika teknolojia, biashara na ushawishi wa kidigitali. Kwa Trump, hii ni ushindi wa kisiasa kuonesha kwamba anaweza kusimama kidete dhidi ya kampuni za Kichina. Kwa upande wa Xi Jinping, yaani China, ni hatua ya kulinda heshima ya ByteDance huku akiepuka mgongano mkubwa wa kibiashara na taifa la Marekani. Kwa kuhitimisha tu, kwa sasa kinachosubiriwa ni mawasiliano ya simu kati ya Trump na Rais Xi Jinping ambayo yatawekwa rasmi masharti ya makubaliano haya. Mashabiki wa TikTok nchini Marekani wana kila sababu ya kutabasamu, lakini pia ni ishara kwamba teknolojia ni sehemu kubwa ya vita vya kibiashara na kisiasa duniani. Sasa je, makubaliano haya yatakuwa mfano mpya wa kijinsia? Mataifa makubwa yanayosimamia kampuni za teknolojia tunaleta taarifa zaidi kuhusu kadri tunavyozipata, lakini usisahau kulike, comment na kusubscribe kwenye YouTube channel yetu. Mpaka pale wakati mwingine.